kupita katika mlango bahari wa Hormuz, wakati rais wa Marekani Donald Trump akituma mpango wa amani. Uchunguzi wa BBC wafichua biashara haramu ya samaki wa changa ikihusisha mtandao wa Hong Kong. Na ikiwa ni mwezi unaoangazia ugonjwa wa kupooza kwa ubongo, tunahoji ni kwa nini Afrika Mashariki na viwango vya juu vya ugonjwa huo na changamoto zinazokwamisha sekta ya afya. Si kwamba Afrika Mashariki ina watoto wengi zaidi ambao wanapata ulemavu wa ubongo pekee, bali kuna mchanganyiko wa sababu za kitabibu na kijamii zinazochangia kuwa na hii shida ya cerebral palsy kwa wingi katika Afrika Mashariki. Kwanza muktasari wa habari za dunia na Victor Kenani. Shukran Martha. Rais Donald Trump amesisitiza kuwa utawala wake ulikuwa unazungumza na watu sahihi nchini Iran na kwamba walikuwa na hamu kubwa ya kufikia makubaliano ya kumaliza mzozo wa wiki 4. Amedokeza kuhusu zawadi mpya na muhimu sana iliyotolewa na Marekani na wapatanishi wa Iran, akiongeza kuwa inahusiana na mafuta na gesi pamoja na mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Tehran imekanusha kuhusu mazungumzo yaliyoripotiwa. Iran imeambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Shirika la Kimataifa la Usafirishaji Baharini kwamba meli zisizo na uhasama zinaweza kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz iwapo zitaratibu na mamlaka za Iran. Zaidi na Esther Luambano. Hapo awali msimamo wa Tehran ulikuwa kwamba mlango huo wa bahari ulikuwa umefungwa kabisa kwa usafirishaji wa kibiashara kufuatia mashambulizi dhidi ya Iran yaliyofanywa na Marekani na Israel. Jeshi la Iran lilikuwa limetishia kukishambulia chombo chochote kitakachopita bila idhini. Mzozo huo umesababisha karibu kusimama kabisa kwa usafirishaji wa takribani 1/5 ya mafuta ya dunia na gesi asilia iliyo katika mfumo wa kimiminika kupitia mlango huo, jambo lililosababisha usumbufu mkubwa katika usambazaji wa mafuta duniani. Katika siku za hivi karibuni, baadhi ya nchi au kampuni zimefanya mazungumzo kimya na Iran ili kupata njia salama ya kupita. Meli ambazo tayari zimefanikiwa kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz ni pamoja na zile za kutoka China, India na Pakistan. Matokeo ya uchaguzi mkuu wa Denmark yanaonyesha muungano wa mrengo wa kushoto unaoongozwa na Waziri Mkuu Mette Frederiksen umepata kura nyingi zaidi. Muungano huo umepata viti 84 bungeni, lakini umeshindwa kufikia viti 90 vinavyohitajika ili kupata wingi wa kura wa moja kwa moja. Chama cha Bi Frederiksen, Social Democrats, kimepata matokeo yake mabaya zaidi tangu mwaka 1901. Kwa jumla, vyama vya mrengo wa kulia vimepata viti 77. Chama cha wastani cha The Moderate Party kinachoongozwa na waziri wa mambo ya nje Lars Rasmussen kimeibuka kuwa mdau wa kuamua mustakabali wa serikali kwa kupata viti 14. Mazungumzo magumu yanatarajiwa kufanyika ili kuunda serikali ya muungano. Na jopo la majaji katika jimbo la New Mexico limeamua kuwa kampuni kubwa ya mitandao ya kijamii Meta ilikiuka sheria za jimbo kwa kupotosha watumiaji kuhusu usalama wa majukwaa yake na kuruhusu matendo ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto. Kampuni hiyo inayomiliki Facebook, Instagram na WhatsApp imeamriwa kulipa dola milioni 375 za Marekani kama faini ya madai ya raia. Uamuzi huo ulitolewa nje ya mji wa Santa Fe baada ya kesi iliyodumu kwa wiki 6. Meta imekanusha madai hayo ikisema kuwa ina hatua nyingi za usalama zilizowekwa. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenani. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania, Zenj FM visiwani Zanzibar, Mwanedu FM nchini Kenya, Voice of Karamoja Uganda na Radio Muungano Beni huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma mpango wa amani kwa Iran huku akionyesha matumaini Jumanne ya kumaliza karibu mwezi mzima wa mapigano, wakati Tehran ikitangaza kuwa itaruhusu meli za mafuta zisizo na uhasama kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Trump, ambaye matamshi yake katika siku za hivi karibuni yamebadilika sana, amesema Marekani iko kwenye mazungumzo kwa sasa na Iran, ingawa Iran haijathibitisha rasmi mazungumzo hayo. It was a very big present worth a tremendous amount of money. Ilikuwa zawadi kubwa sana yenye thamani ya fedha nyingi sana. Sitoambia zawadi hiyo ni nini, lakini ilikuwa zawadi muhimu sana na waliitoa kwetu na walisema wataitoa. Hivyo hilo linamaanisha jambo moja kwangu, kuwa tunashughulika na watu sahihi.
Haikuhusiana na nyuklia, ilihusiana na mafuta na gesi. Ndiyo, ilihusiana na mtiririko na mlango wa bahari wa Hormuz. Iran katika ujumbe uliosambazwa na shirika la kimataifa la usafirishaji baharini muda mfupi baadaye ilitoa hakikisho la kupita salama kwa meli zisizo na uhasama katika mlango wa bahari huo ambao ni lango la takriban 1/5 ya mafuta ya dunia. Katika siku za hivi karibuni Iran tayari ilikuwa imesema haitayalenga mataifa rafiki, ingawa meli nyingi zimekuwa zikiepuka njia hiyo kutokana na kampuni za bima kukataa kubeba hatari. Pendekezo hilo jipya linaripotiwa lingedumisha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao wiki chache zilizopita ulikandamiza kwa nguvu maandamano makubwa na kuua maelfu ya watu licha ya ahadi za awali za mabadiliko ya utawala zilizotolewa na Trump na hasa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Uchunguzi wa BBCI umefichua biashara haramu ya kimataifa ya samaki wa changa aina ya mikunga wanaoitwa na walanguzi kokeni ya baharini. Mtandao wa magendo wenye makao yake Hong Kong unawapata samaki hao kutoka Ulaya na kuwatorosha kwenda Asia licha ya marufuku ya usafirishaji nje ya nchi. Isabella Mwagodi na maelezo zaidi. Kuna baridi, ni giza na mvua inanyesha. Hali nzuri kabisa kwa mvuvi Shen. Maji hayo ni mengi sana. Hayajawa hivi kwa siku nyingi. Huu ni mto Severn huko Gloucester, Uingereza. Moja ya sehemu ambapo samaki aina mikunga Ulaya bado wanaweza kupatikana. Msisimko wa ajabu huu. Wapi wanakwenda, watakuwa wapi, kila kitu ni siri kuu. Angalia, kuna wengi sana humo ndani. Pengine kuna kilo kama 2 hivi hapa. Nchini Uingereza idadi kubwa ya samaki mkunga wachanga lazima wawe wanauzwa kwa ajili ya miradi ya kuwahifadhi. Shen anauza mikunga hawa kwenye bohari chini ya sheria. Katika soko la magendo kule Asia, shehena hii inaweza kuwa na thamani ya maelfu $. Kwa Shen, usiku wa leo ni kama amepata samaki wakunga 100 hivi. Saa 3 za kuvua napata pauni 175. Katika mkahawa kifahari jijini Paris, Duke, ambalo si jina lake halisi, anafurahia sahani ya mikunga. Ndani ya Umoja wa Ulaya kuna soko la kisheria la mikunga, lakini Duke havutiwi na hilo. Inasemekana tani 100 za samaki wadogo mikunga husafirishwa kimagendo kutoka Ulaya. Ningesema hiyo ni idadi ndogo sana. Tunawaita kokeni hai, kokeni ya baharini. Duke ameruhusu BBC World Service kufuatilia operesheni yake ya usafirishaji haramu wa samaki aina ya mkunga wa changa, mradi tu jina lake lisijulikane. Hi, Duke. Anampigia simu mwanachama wa genge huko Hong Kong ili kuhakikisha wako tayari kwa shehena ya hivi karibuni haramu kutoka Ulaya. Samaki mkunga wa Asia ambaye alikuwa akisambazwa China pia ni adimu, hivyo mahitaji ya mkunga wa Ulaya yameongezeka sana. Hakuna njia halali za kisheria, hivyo biashara ya siri inastawi. Mwanasayansi Florian Stein anaeleza. Kwa hiyo hapa tunazungumzia moja ya uhalifu mkubwa zaidi wa wanyamapori duniani kwa upande wa wanyama wanaosafirishwa haramu pamoja na dhamani ya udanganyifu. Na dhamani ya jumla ya nyama hiyo ni euro bilioni 2 hadi 3 kwa mwaka. Mkunga hao wachanga hufungwa kwenye masanduku na kusafirishwa kama mzigo kwenye ndege. Mwanachama wa genge la Duke anasubiri ufukweni huko Hong Kong. Anaelezea kile wanachofanya baada ya kuchukua masanduku hayo kutoka kwa uwanja wa ndege. Zinasubiri zikiwa na vifaa vya kuwaweka samaki mikunga hai. Kuna maelfu ya mashamba ya samaki mikunga nchini China. Mara baada ya kunenepeshwa, kusindikwa na kuuawa, wanaweza kuuzwa popote duniani. Wanapeleka China. Tunatumia boti za mwendo kasi au boti nyingine ndogo. Pamoja na genge la jirani, tuna timu 6 ambazo zinatosha kuendesha operesheni nzima ya magendo ya mikunga wa Ulaya. Hello. Wanachama wa magenge waliambia BBC kuwa ingawa magendo ya mikunga yana faida kubwa kama cocaine, adhabu ukikamatwa ni ndogo zaidi. Tumerudi kwenye mto Severn nchini Uingereza ambapo mvuvi Shane sasa anafunga mizigo yake kwenye gari. Babu yangu alikuwa akivua samaki mkunga. Babu yangu na mjomba wangu tulikuwa tunajua walikuwa wakienda wapi. Sasa siasa imezidi, kwa hiyo heri niende tu kuvua, nifurahi kukamata samaki na kurudi nyumbani. Go home. Ndivyo inavyokamilika taarifa yake Isabella Mwagodi. Twiga
ni alama na fahari ya Tanzania. Uwepo wake ni kichocheo cha uchumi kama ilivyo kwa wanyamapori wengine, nao wako hatarini kutokana na magonjwa na uwindaji haramu. Taasisi ya Wild Nature tangu mwaka 2011 imekuwa ikifanya kazi ya kuwatambua twiga kwa kupitia mabaka yake kwenye ukanda wa kaskazini, hasa hifadhi ya Tarangire, Serengeti, Ziwa Manyara na Burunge. Lengo likiwa ni kudumisha uhifadhi wao kwenye mazingira yao ya asili. Utafiti wao unahusisha upigaji picha na matumizi ya akili unde ili kuchakata taarifa za mabaka zilizokusanywa katika picha ili kuwatambua. Mwandishi wa BBC Egan Sala alifuatilia na kutuandalia taarifa hii. Twiga ni alama na fahari ya Tanzania. Uwepo wake ni kichocheo cha uchumi. Kama ilivyo kwa wanyamapori wengine, nao wako hatarini kutokana na magonjwa na uwindaji haramu. Hizi ni jitihada za makusudi kuwafuatilia na kuwatambua. Taasisi ya Wild Nature Institute tangu mwaka wa 2011 imekuwa ikifanya kazi hii ya kuwatambua twiga kwa kupitia mabaka yao kwenye ukanda wa kaskazini, hasa hifadhi ya taifa ya Tarangire, Serengeti na Ziwa Manyara. Twiga wana alama ambazo hazifanani. Hakuna twiga wawili wanaofanana alama zao. Alama zao za mabaka ya ngozi ni kama alama zetu za vidole. Kwa hiyo tukipiga picha twiga mmoja, tunaweza kumtambua baadaye tukiangalia zile alama zake. Aina hii ya utafiti pia inajali ustawi wa wanyama hao, kwani hawakamatwi